Naomba kutumia fursa hii kuwatangazia wananchi wa mkoa wa Arusha, lakini pia wapenzi wa mashindano ya Samia Motocross Championship yaliyoanza mwaka jana mwezi wa 7 na mwaka huu ikiwa ni season 2. Mashindano ambayo yanajumuisha vipaji vya vijana wetu na watu wenye umri wa kati, hata wazee pia, wenye uwezo wa kuendesha pikipiki, na tumejumuisha pia mashindano ya baskeli na nafasi pia ya wanawake katika mashindano hayo. Msimu wa pili wa Samia Motocross Championship tumeongeza zawadi kutoka mshindi wa kwanza milioni 10 kwenda milioni 15, na kutoka mshindi wa pili milioni 7 kwenda milioni 10, na kutoka mshindi wa tatu milioni 3 kwenda milioni 5. Na hapo pia tumezingatia pikipiki za expert kama hizi, kuna MX1, kuna MX2, kuna MX3, lakini pia tumejumuisha na bodaboda, na mshindi wa upande wa bodaboda atachukua takriban milioni 5. Tunataka mashindano haya si tu yawe chachu ya vijana wa mkoa wa Arusha, lakini pia iwe alama ya mkoa wetu katika mashindano haya kwa Afrika na dunia kwa ujumla. Washiriki ni Watanzania wote na wana Afrika Mashariki wote. Tunawaalika ndugu zetu kutoka Kenya, tunawaalika ndugu zetu kutoka Uganda, Rwanda, Burundi na sehemu zingine zote, wakiwemo na ndugu zetu sana kutoka Zanzibar, kuhakikisha kwamba wamejiorodhesha na wameshiriki kikamilifu katika maandalizi ya mashindano haya. Tunakwenda kutengeneza uwanja wetu kuwa uwanja wa kisasa. Na niwaambie ndugu wa Tanzania, uwanja wetu tunakwenda kufukia makontena 3. Kutakuwa na matuta lenye urefu wa usawa wa kontena. Kwa hiyo kontena litakaa chini, juu yake tutaweka udongo, litakuwa tuta. Tutatengeneza hayo 3. Lakini pia tunaenda kutengeneza uwanja bora kabisa wa kimataifa, kuhakikisha kwamba kuna maeneo ya matairi, kuna vikwazo vya aina mbalimbali, mpaka na mabwawa. Wataingia watu kwenye maji, watatoka na tumpate mshindi. Kutakuwa na kona kali. Tunataka kutengeneza michezo ambayo Afrika itakuja kujifunza wapi? Katika mkoa wetu wa Arusha. Sambamba na hilo, wachezaji kama hawa kwa mara ya kwanza wanaenda kukimbia wakiwa wamevaa kamera zao. Wanapoingia kwenye maji tunaingia nao, wanaponyanyuka tunanyanyuka nao. Kwa hiyo utakuwa ni mchezo wa takriban siku 3, na tunaanza mchezo huo mwezi wa 7 tarehe 12. Niwaombe sana vijana wote wa bodaboda na vijana wote expert wa pikipiki na vijana wa baskeli tujiorodheshe, na vijana wetu watatoa utaratibu wa namna gani ya kujiorodhesha. Mtandao utatangazwa, weka taarifa yako pale, weka usajili wako pale ili upate kushiriki mashindano haya. Mashindano haya yanakwenda kuwa chachu na chanzo kingine cha kipato, lakini pia kuongeza heshima na thamani ya vijana ambao walikuwa wanaonekana kama ni wezi, wahuni, bali ni vijana wanaotafuta na wenye vipaji ambao serikali ya mkoa tumeamua kuwashika mkono. Na Daktari Samia aliyeweza kulipia tiketi za ndege za hawa ndugu na kuwapa pasipoti, ameahidi atatupa kila aina ya sapoti kuhakikisha kwamba vijana wa bodaboda na maexpert wa pikipiki katika mkoa wa Arusha na Tanzania kwa ujumla wanaendelea kufurahia amani ya nchi yao, kufurahia upendo na mshikamano na uchumi wa Tanzania. Swala la usalama ni jambo ambalo linaelewa. Kwanza, kwenye mkoa huu hatufanye jambo bila maombi. Mwaka jana tunakumbuka tuliomba Kuna mtu alipata ajali kule? Hamna. Kuna mtu alikufa kule? Hamna. Hakuna hata mtu aliyetoka pale kaenda kulazwa wapi? Mungu aliyetuwezesha mwaka jana tukafanya shindano la amani lenye usalama wa hali ya juu. Huyo ndio mlinzi namba 1. Unaweza kujia mipango yako yote, lakini kama mkono wa Mungu hauko, na mimi namfurahia Mungu kwa sababu mkono wake uko pamoja na sisi wananchi wa mkoa wa Arusha. Lakini jambo la pili, vifaa vyote, maana yake mambo ya ambulance, huduma ya kwanza, na tutakuwa na helikopta. Mwaka jana mliona pale zinafanya patrol. Mwaka huu tuna helikopta hizo 3 ambazo hata mtu akipata tatizo anachukuliwa pale, kama ni Mount Meru, kama ni KSMC ni moja kwa moja. Huu mkoa wa matajiri bwana. Yani hatufanyi show mbovu, sisi tunafanya show za kinini? Za kimataifa. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba kila kitu kinaenda kulingana na standardi za kimataifa zinazohusu usalama, lakini pia mazingira bora kwa ajili ya michezo hii. Ni wasii tu vijana wa mkoa wa Arusha, hasa sisi watu wa
mapikipiki, bajaji na wafanyabiashara wengine. Ni muhimu sana kulinda kazi inayokupa kipato. Hata kama unapata kidogo kidogo ni bora zaidi kuliko kutokuwa nacho kabisa. Na sisi katika mkoa wetu, moja ya jambo linalotupa uwezo wa kuwa na uchumi mzuri ni amani. Ni muhimu sana tukawa sehemu ya kulinda amani ya mkoa wetu. Pesa. Wewe fikiria hapa tumefurahi, tunaendesha pikipiki, tunaruka, tunafanya nini? Sababu hatuulizani kabila, hatuulizani dini, hatuulizani chama cha nini? Cha siasa ulichotoka. Maana yake nini? Umoja wetu na amani yetu ndio mtaji namba moja wa kutuwezesha sisi kufanikiwa. Lakini jambo la pili ni waase tu. Rais wetu anafanya kazi kubwa sana. Na mimi haya yote nafanya kwa sababu ya uwepo wa Daktari Samia Suluhu Hassan katika madaraka. Singekuwa Daktari Samia kuniteua mimi, hata hizi milioni 10 tunazosema 15, milioni 5, si milioni 3, milioni ngapi, singefanya nini? Singekuwepo. Kwa mimi sina jambo lolote zaidi ya kufanya yale ambayo rais wangu anataka nifanye nini? Niafanye. Na nyinyi wenyewe ni mashahidi, mwaka jana mliona ya kwamba pale ambapo tulipohitaji kuwapeleka nje ya nchi, rais aliweka mkono wake, akagharamikia kila kitu, na walikuwa wanaishi matajiri. Hivi mnaelewa kama waendesha pikipiki kwenye mashindano wana vyakula maalum vyakula? Mnajua hilo lakini? Sio na kongobeka tu, unaweza ukala chakula ukaota ndoto. Unarushwa la pikipiki. Au kiruka unatapika. Au kiruka unatapika. Lakini walivyoenda kule Marrakesh, Morocco, walipata kila aina ya mafunzo, wakaona kumbe wale maexpert wanakula mpaka vyakula maalum. Nafikiria mshindi wa kwanza alivyomaliza tu ile mashindano akaondoka kwenda wapi? Marekani. Kwenda kwenye mashindano mengine. Sisi tunataka ifike hatua hawa vijana wa Arusha, vijana wa Ngarenaro wanaingia kwenye mashindano ya kimataifa, na wakishinda wanapanda ndege. Nikubadilisha nini? Na hao waulizeni, tulichukua pikipiki tulikodi kutoka Ufaransa. Ona mapenzi ya Daktari Samia alivyokuwa mema. Yaani pikipiki zao zilitoka wapi? Ufaransa. Alafu walitumia pikipiki za mwaka the current year. Yaani kama ilikuwa mwaka jana 2024. Maana yake walitumia pikipiki mpya za 2020 ngapi? 24. Sasa niwaombe hasa vijana wa Arusha, unaendesha bodaboda na wewe unashiriki kwenye mazoezi, anza mazoezi sasa hivi. Bodaboda milioni 5 na kuhusu. Maana yake una pikipiki zako ngapi? Kama unaendesha hizi, ukishinda una milioni 10 ngapi? 15. Unakuwa na pikipiki ngapi? Hii ni moja na haitoshi. Okay. Maana yake ukipiga pikipiki zile za bodaboda za kufanya biashara kwenye milioni 15 na pikipiki ngapi? Na change. Karibia pikipiki 5 na change. Sasa ukiwa pikipiki 5 kwa siku mnapeleka shilingi ngapi? Sasa piga mahesabu, una pikipiki zako 5. Pikipiki ngapi? 5. Mtu anakuletea shilingi 10,000 kwa siku. Una 50,000 kwa siku. Yaani umekaa 50,000 unafanya nini? Kwa kama wewe ulikuwa unaona hao ni wauni, wewe subiri uanze kuingiza hela, alafu uanze kuomba michango ya harusi. Lakini mwisho kuliko yote ni kuwaomba wazazi. Wazazi wawatie moyo vijana. Michezo hii ni michezo muhimu. Michezo hii ni michezo muhimu. Tumeweka kwenye kategori ya watoto pia. Sasa watoto mwaka jana walishinda wazungu wengi. Sasa sisi tunabaki nyuma. Huu mkoa ni mkoa wa kitalii, manake wazungu, Wahindi, Waarabu, Waswahili kama mimi wote tupo. Kwa tuwape nafasi pia watoto wetu washiriki hii michezo. Ili watoto wanavyoshiriki michezo wanafahamiana na watu pia, ndio wanajenga undugu. Wanatengeneza marafiki wapya. Na huko ndio kwenye network ya kutengeneza maisha. Ukiwa mtoto wako umemfungia ndani ashiriki hata michezo kama hii, utakwama siku moja. Lakini hawa unaona wanatembea, wanakutana Uganda, wanakutana Kenya, wanakutana wapi. Yote haya tukiyafanya, tukawapa nafasi vijana wetu, watoto wetu, itafika kipindi wakifika kwenye level ya expert, hawana nini? Hawana shida. Kwa hiyo wapi? Yuko kale. Babake, kaja babake. Kwa mfano huyu hapa unamwona? Sogea hapa kuone. Mwacheni njia hapa. Mnamwona huyu? Huyu mtoto wake amempa nafasi nzuri. Na mtoto wake tulimpeleka pia nchini Morocco, Marrakesh.
Na yeye mwenyewe nikampa jukumu la kuwa kocha kwa sababu sisi haya maisha yetu bana. Kocha hatuna, uwanja hatuna, chakula chenyewe tunakula makande tu, yani. Kwa nikasema bana huyu akisimama hata wakimuona kule hawatafanya nini? Hawatawanyanyasa watu wetu. Kwa hiyo akasimama kama kocha, lakini yeye mwenyewe anaendesha pikipiki. Na mtoto wake anafanya vizuri sana. Kwa hiyo niwaombe wazazi tujitahidi kuhakikisha kwamba watoto wetu tunawapa nafasi ya kushiriki michezo. Leo iko siku moja kwa uzoefu aliopata mtoto wake. Na alienda mpaka South Africa. Na Kenya ameenda tena. Kwa uzoefu aliopata mtoto wake, iko siku moja atakuja kuwa mshindi wa dunia. Yaani duniani yuko anafanya mashindano ya pikipiki na anafanya nini? Anashiriki na anakuwa mshindi. Lakini kutokea wapi? Ni mtoto wa hapa Arusha. Kwa hiyo niwaombe wazazi tuwape nafasi watoto, si tu kwa ajili ya mashindano ya pikipiki, hata michezo mingine pia, na namna pekee ya kuwapa support tushiriki pamoja nao. Kama kuwapeleka tuwapeleke. Kwa hiyo nimalizie kwa kusema wananchi wa mkoa wa Arusha kuanzia tarehe 12, si ndio hivyo? 11. Kuanzia tarehe 11 ya mwezi wa 7 mpaka tarehe 13. Mashindano ya siku ngapi? 3. Ambao tutakuwa kwenye viwanja vyetu vya Lakilaki pale. Na pale kama nilivyosema, tumeshaagiza sema container, tunaenda kufukia makontena 3. Yaani tuta la container. Pikipiki inaenda mpaka unaona kama inaenda kuangua nazi kule. Sasa wewe kula ugali. Kula ugali na maharage uone ukienda hivi ukija kushuka. Tuanza kuona kwanza maharage. Sasa kutakuwa na mafunzo mbalimbali na mazoezi kwa sababu ni mashindano ya kimataifa, wanakuja wenzetu kutoka nchi 7. Na kwa Afrika Mashariki Uganda nafikiri imefanikiwa sana. Na wao watu wa Uganda tunawataka tuje tuwapigie nyumbani kwetu. Tuwapigie nyumbani. Na marefa watakuwa wale professional, si kama wale waliokuepo juzi kule. Watakuwa wale professional. Kuhakikisha kwamba mashindano haya yanatuingiza kwenye renki za kimataifa. Na mimi nataka sana hizi nchi jirani zishiriki ili vijana kutoka Dar es Salaam, vijana kutoka Zanzibar, vijana kutoka Mwanza, vijana kutoka Dodoma, kutoka Iringa watakao shiriki. Tunakuwa timu hiyo ili taifa letu tuhakikisha sisi zawadi zabaki wapi? Swali lako nimelijibu, nadhani hakuna swali jingine. Kuna swali jingine? Natosha kwa leo. Basi nawashukuru sana, tupeni show ya kutuaga. Na kwetu hii ni burudani.